Very interesting. Mimi I'm very political. I'm very politically activated. Na mimi ni mtu wa demokrasia. Kuna Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi I vote with credit. Na mimi sitakuja kurepresent mtu naona ako na dosari. Mimi ni Mkikuyu na huyu mzee ameniuliza swali mzuri sana. Mimi natoka Murang'a. Mimi nilikuwa ambassador wa Azimio. Mimi kwetu saa hii hata wengine kuna wazee walikuwa wananiambia wewe kijana mdogo, sisi ni watu wa Kiharo, tuliona hata Mativa. Tunakuja kutuambia nini? Mama, kwanza kuna mzee aliniambia mamako akizaliwa mimi nilikuwa namuona. Unakuja kuniambia nini? Huyo mzee siku nyingine nimeenda nyumbani, nimetoa na mheshimiwa Dede, ananiambia kuja. Enda uambie mheshimiwa, nikamwambia wewe fanya hivi. Enda uambie William Samoei Ruto. Nilimwambia vibaya. Mimi nilikuwa supporter wa William Samoei, Raila Amolo Odinga. Mimi wakati tulikuwa tunafanya maandamano Jakaranda, nilishikwa siku moja hata legadho wangu akiwa kwa ofisi ati mimi nafanya nini katikati ya Wajaruo. Mimi nikawaambia niko na right ya kusupport mwenye nata, na kama baba ni supporter wangu ama mimi napenda baba, wacha ni msupport. Mimi kwa hiyo United Opposition nawapea watu credit mali. Najua wote si wazuri but I vote the rest hivyo. Kuna Matiang'i, kuna Stephen Kalonzo Musyoka, kuna nani mwingine, kuna Rigathi Gachagua, kuna Martha Karua, right? Na Eugene Wamalwa. Kwanza kwa hiyo squad yote nitolee Eugene, enda nyumbani. Toa Eugene. Toa Martha Karua hapo. Na simpingi kwa sababu ni mama. Tubabikisha Kalonzo na Matiang'i. Hao ndio sahihi wako na ile scorecard kubwa kwa hiyo opposition. Si ni kweli? Na Rigathi hapo. Okay, toa pia Gachagua hapo. Mimi nataka niyafahamu hapa na niambie hata wana DCP. Mimi na support Rigathi Gachagua. Na mimi sikumsupport 2022. Atutolee huyu mtu alituletea. Si ametuletea United Opposition, ambakisha Kalonzo na abakishe Matiang'i. Twende kwa Kalonzo. Kalonzo alianza MP 1983. Kalonzo amekuwa Minister of Foreign Affairs, amekuwa Minister of Education, amekuwa the Vice President of the best President of Republic of Kenya, na amekuwa pia opposition leader all that time. Bas, sasa tulizane maswali. Si mjukumaki tu. Umekuwa Minister of Foreign Affairs. Sina nini mingi sana, si hapo sioni reform yote ulifanya. Si ni kweli? Amekuwa Minister of Education. Alifanya nini? By the way amekuwa Minister of Foreign inaitwa Home Affairs. Kama Vice President. Wewe the only thing unaenda ukajengea Wakamba jela. Si ilikuwa hiyo correction service. Si ni kweli? Najua by the way hapa si ukabila. Na tunahitaji kila mtu hapa. Sawa sawa? Huyu Kalonzo Musyoka, kama kuna mtu anakuwa na ukabila hii Kenya, na kama kuna mtu amembeka watu wa mlima Inisafu, huyu jamaa. Kuna siku alishika kipasa sauti hivi akasema watu wa Mount Kenya mtajaa gunia. Mimi Raila Amolo Odinga tumekuwa akibishana watu wa Mount Kenya. Sijaisikia even a single day baba ametusi watu wa Mount Kenya. Na kama iko record mtu anipatia, haki ya Mungu nitapea ile kitu yote niko nayo. Lakini Kalonzo alikosa kupea journalist wetu Mkikuyu akimwambia wewe your name betrays it all. Sawa sawa? Huyu mtu sasa tunaitanga nao wadhoniwa. Anatuambia sisi ni wadhoniwa, lakini wakati umekuwa wewe, yani tunakusukumanga. Wewe unatuhitaji the more sisi tunakuhitaji. Umekuwa Vice President wa Mwai Kibaki, wakati umekuwa President, running President. Ukarana against Kibaki, lakini akakuchukua tu akakuweka wapi? Sasa hivi nataka sisi tukupea 6 million vote kutoka Mount Kenya, yet hata governor hapa Nairobi umekatalia. Hiyo ni accreditation mbaya sana. Matiang'i. Rivayala. Matiang'i anaweza kuwa na Rivayala, si ndio? Hata hiyo point ni mzuri sana umeleta hiyo. Nani alikuwa president wakati Matiang'i alikuwa anatupa watu? Nani alikuwa na complain hiyo siku sana? William Samoei? Sasa William Ruto is the president of Republic of. Kama Matiang'i alipeleka mtu Yara, enda ufungue record, enda ufungue record hapa EACC, enda kwa DCI, kama Matiang'i atakuwa innocent, mpeleke na mfungue. Msikuje kufanyishanga siasa nyingine hapa ya ukuzi, ati kufunikia mtu. Matiang'i amefanya hii reforms na sisi wote tumekuwa wazima. Sasa mimi nimetumia lesa hivyo. Mimi sijakuja hapa kumtetea, but kama kuna hiyo mistake, kwa nini William Samoei Ruto hajamwei ndani? Why? Tumekuwa na issue ya Kware. Matiang'i alikuwa? Kwa nini hiyo record of jamaa alichukua hapa? Ameshapatikana. Nataka kutubebanga ujinga. Mimi as I stand, the only person mwenye nita support without blinking
Fred Okengo Matiang'i. Shida yetu ni ukabila hapa. Kuna mtu atakuja hapa aseme Matiang'i ametoka kwa kabila kadogo, hatuwezi mfanya nini? Hebu niulize hivi. Hizi kabila dogo ni kina nani? So ni kumaanisha hakuna Mkenya, hakuna Masai atakuwa na Luka State House akisema yeye akiwa president. So tutakuwa tuna rotate. Hiyo si nationalism. Hiyo si constitutionalism. Na mimi hata niambie jamii ya Wajaluo. Sisi tunanga shida na sisi. Na nyinyi. The only thing hapa ni affiliation inakuwa mbaya. Sisi tunaambia ngo Wakikuyu na Wasijui na Wajaluo hawezi kaa chini pamoja wakuliania, si ndio? Shida yetu na Mjaluo na huyo mzee sasa hiyo swali ndio nakujibu. Shida ya Mkikuyu na Mjaluo is purely politics. Nao viongozi wamemaster hii kitu. Tribalism is the currency of Kenya politics. Mzee, it is very unfortunate. Nasema Matiang'i hawezi kuwa president. At that age, mimi nashangaa vijana tunasema.